Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kituo chako bora ya kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Baologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Media kwa wakati. Just bana moja story ambazo ndio kumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mlembo Posh Queen bana kufunguka mazito juu ya bwana mkubwa Harmonize na kusema kwamba kwanza hakuwahi kumpenda Harmonize, lakini pia Harmonize bana alimtongoza wakati yupo katika mahusiano na mwanadada Kajala. Hii itakuonesha namna gani ambavyo Harmonize sio mwanaume wa mwanamke mmoja, jambo ambalo kiukweli yeye mwenyewe Posh Queen wakati anaishi na bwana mkubwa Harmonize alikuwa akiishi naye kwa mitego sana, kwa sababu alikuwa akiamini kwamba kama alikuwa na mahusiano na Kajala Masanja alafu aliweza kumtongoza yeye Posh Queen wakati yupo katika mahusiano na Kajala, hataweza kushindwa kwamba yupo katika mahusiano na yeye alafu akamtongoza mwanamke mwingine, jambo ambalo lilikuwa likimfanya mwanadada Posh Queen aishi kimitego sana kwa bwana mkubwa Harmonize. Ni kauli ambayo alizungumza mwanadada Posh Queen kuonesha namna gani ambavyo hana muda wala hana mpango wa kutaka kurudi kwenye maisha ya bwana mkubwa Harmonize, kutokana na kile ambacho Harmonize alikizungumza juzi kati hivi kabla ya mwezi mtukufu Ramadhani, cha kusema kwamba anataka arudiane na Posh Queen na yuko tayari endapo kama Posh Queen atakuwa tayari kurudiana na Harmonize. Sasa hili kama ni jibu hivi ambalo Posh Queen amemjibu bwana mkubwa Harmonize kwamba hayuko tayari kurudiana na Harmonize, kwa sababu Harmonize bana kwanza kabisa ni miongoni mwa wanaume ambao wanatamana wanawake, kwa sababu alimtongoza wakati yupo katika mahusiano na mwanadada Kajala Masanja, jambo ambalo lilikuwa likimpa wasiwasi sana mlembo Posh Queen. Lakini pia Posh Queen alizungumza kusema kwamba Harmonize ukiachana na hili la kutokuwa mwanaume wa mwanamke mmoja, kwa maana kwamba amekuwa akipenda wanawake wengi, tena wanawake wenye makalio. Posh Queen amezungumza kusema kwamba Harmonize alikuwa akimforce sana masuala ya Tigo, jambo ambalo kiukweli lilikuwa likimuumiza sana Posh Queen, kusema kwamba hayo mambo bwana hii hajazoea, na mambo ambayo amekuwa akiyataka Harmonize amekuwa hayataki. Kwa hiyo amekuwa akiishi na Harmonize kimitego, kwa sababu alikuwa pia akimforce katika swala zima la kutaka hayo mambo ya Tigo. Sasa hajui kwa upande wa Kajala, huenda labda alizoea hayo mambo na ndio maana alikuwa karibu sana na mzee mzima Harmonize, na hata alipokuwa amegombana mara ya kwanza warudiana mara ya pili. Lakini kwa sasa yeye hana nafasi ya kurudi kwenye maisha ya Harmonize, kwa sababu Harmonize ana michezo pia michafu. Ni kule ambaye alizungumza mlembo Posh Queen kuonesha namna gani ambavyo hana mpango wala hana muda tena na bwana mkubwa Harmonize, licha kwa mwenye Harmonize mara kadhaa imeonekana kwamba kama vile akimplease hivi mwanadada Posh Queen aliweza kurudiana, na tuliona alikuwa karibu sana na mtoto wake Posh Queen, kwa sababu tokea ameachana na Posh Queen yeye bana ameendelea kumngangania mtoto wa Posh Queen ambaye amezaa na mwanaume mwingine, wakiwa pamoja na mtoto wake Zuba, na kuonesha namna gani ambavyo labda mwanadada Posh Queen angeweza kumwonea huruma Harmonize waweze kurudiana. Alipoona kwamba Posh Queen yuko busy ana muda na bwana mkubwa Harmonize, ndipo ambapo Harmonize alitangaza kuwa katika mahusiano na mlembo Malaika, kuonesha namna gani ambavyo huenda labda angemchoma roho Posh Queen. Lakini Posh Queen bana alikuwa kimya, hana habari na bwana mkubwa Harmonize, kutokana na haya ambayo aliyazungumza juzi kati hivi mwanadada Posh Queen bana, kuonesha kwamba hana muda wala hana mpango na mzee mzima Harmonize. Kuachana na mlembo Malaika, tuliona Harmonize na Malaika waliachana, baadaye tukija tukaona Harmonize alitangaza kuwa katika mahusiano na mlembo Abigail Cham, na mpaka sasa bana bado yupo naye katika mahusiano. Sasa sidhani kama Abigail Cham anaweza kuvumilia haya ambayo mwanadada Posh Queen amemshinda kwa bwana mkubwa Harmonize katika hayo mambo machafu ambayo mlembo Posh Queen amekuwa akiyazungumza mara kadhaa kwa mtandao wa jamii kumhusu bwana mkubwa Harmonize. Kwa hiyo kwa hiki ambacho nilizo mlembo Posh Queen ni kwamba hana muda na bwana mkubwa Harmonize na wala hana mpango wa kurudiana na Harmonize, licha kwa Harmonize amekuwa akimsumbua sana Posh Queen kwamba anataka warudiane. Sasa yeye bana sio kama Kajala ambaye aliweza kumsamea kwamba walipogombana baadaye akaja kurudiana, lakini kwa upande wa Posh Queen bana ameendeleza kuweka msisitizo wake kwamba hana muda wala hana mpango na bwana mkubwa Harmonize. Lakini nikukumbushe tu kwamba kipindi fulani hivi Harmonize bana aliachia nyimbo ambayo kama vile ilikuwa kijembe hivi kwa mwanadada Posh Queen, na kwenye hii nyimbo ambayo aliachia Harmonize kuna kipande cha nyimbo ya Harmonize ilikuwa kizungumza kusema kwamba nani kasema kwamba yule ambaye anaishi na ex wangu ana faidi, akiwa anamaanisha kwamba kuna mambo ambayo alikuwa akimfanyia yule ex wake. Sasa yale mambo bana imeonyesha kwamba kama vile ex wake amebaki katika kigaziko, kwamba kila akimwaza Harmonize kama vile anakuwa anaumia, kwa maana kwamba amemharibu kisaikolojia kwa yale ambayo alikuwa akimfanyia, kudhihirisha kwamba yule ambaye yupo katika mahusiano na ex wake Harmonize, kwa maana kwamba mlembo Posh Queen yule
ambaye yupo katika mahusiano na Posh Queen azani ya kwamba atafaidi kutoka kwa Posh Queen, kwa sababu yale yote ambayo yeye Harmonize amekuwa akimfanyia Posh Queen imeonyesha namna gani ambavyo yamekuwa yakimwathiri kisaikolojia, na ndio haya ambayo yamewashtua baadhi ya mashabiki kwa kile ambacho alikizungumza Posh Queen kusema kwamba Harmonize anapenda sana mambo ya Tigo, kwa hiyo huenda ikawa labda alikuwa akimfanyia hiyo michezo bwana amini mwanadada Posh Queen, na ndio maana mara kadhaa imeonekana kwamba kama vile Posh Queen amekuwa akizungumza hayo kuonesha kwamba amemind bwana kwa Harmonize psychologically amekuwa affected, ndio maana Harmonize amekuwa akiimba hiyo nyimbo kusema kwamba nani amesema ex wangu anafaidi kwa yule ambaye amekuwa na ile ex wake, maana kwamba ni nani ambaye anasema ya kwamba ex wangu huko alikuwa anafaidi, kwa maana kwamba psychologically kumbe Harmonize bana amemwathiri mwanadada Posh Queen, ndio maana Posh Queen aliamua kumjibu Harmonize kwamba hana muda wa kuwa na Harmonize tena, na wala hataki hata kumsikia Harmonize, na wala hana mpango wa kurudiana naye kwa sababu ya mambo maovu kama haya ambayo amekuwa akimfanyia mwanadada Posh Queen. Hapo kwa mwenye Posh Queen amekuwa akikataa hayo, lakini sijui kwamba kwa sababu mambo ya ndani bwana yana asili yao, kwa hiyo wao wenyewe wana asili zao na sisi wengine hatuwezi kujua kama hayo ni kweli au la, lakini Posh Queen amezungumza hayo kusema kwamba Harmonize anayo mambo ambayo yeye kiukweli amekuwa kama vile hayapendi, kwa maana kwamba ni mambo ambayo yamekuwa yamemfanya aweze kuondoka bwana mkubwa Harmonize. Jambo ambalo kimekuwa ni trend na kuzungumzia mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na hiki ambacho alikizungumza mlembo Posh Queen kuhusiana na bwana mkubwa Harmonize kwamba hana mpango wa kurudiana na Harmonize na wala hajawahi kufikiria wala kutamani kurudi tena kwenye maisha ya bwana mkubwa Harmonize kwa sababu ni mshenzi. Ni jambo ambalo kimekuwa ni trend na kuzungumzia mingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa unaweza kwamba hiki ambacho amekizungumza mlembo Posh Queen sio kwamba ni kweli kipo kwa bwana mkubwa Harmonize au alizungumza tu hai mradi tu kumchafua Harmonize kwenye mitandao ya kijamii. Drop your comment hapo chini kwenye comment section, je, umesogezea. I hope mmenjoy tufikia. This is the voice of Andrew, the most expensive presenter from Bo Media. Back in us for more update.